Somo letu la leo tumesema kichwa chetu cha somo kinasema maono yako lazima yatimie. Yesu asifiwe. Na tumekuwa tumeanza ile somo semina iliyopita, si nakumbuka Hapo alikuwepo. Pale kwenye semina iliyopita pale chini, ukumbi wa chini huko. Mlikuwepo tutaenda. Na Mungu amenipa neema ya kufundisha somo la maono na kusudi, kwa sababu hichi ndio kitu cha msingi sana kwenye maisha ya kila mtu. Kwenye maisha ya kila nani? Kila mtu. Na ninapofundisha kuna jinsi utajirealize, utajielewa. Na mwisho wa siku kuna kitu cha ajabu na cha tofauti na cha kipekee ambacho Mungu atafanya katika maisha yako. Unajua, nimegundua kwamba watu wengi sana tunaishi, lakini wengi tunaishi kiolela. Tunaishi kwa sababu tupo. Yaani kwa sababu tulizaliwa, kwa sababu tumezaliwa mwanaume, mwanamke. Yaani unakaa tu kiolela olela. Na huna kiu, una shauku ya kuishi kile kitu ambacho Mungu alitaka uishi. Bwana Yesu asifiwe. Nitaanza kuzungumzia kitu kinachoitwa kusudi. Alafu mwishoni nitaunganisha kitu kinachoitwa maono. Sababu bila kuzungumzia kusudi huwezi kufundisha maono. Maono yako ndani ya kusudi. Haleluya. Kusudi. Kusudi. Kusudi umezaliwa ili kufanikisha jambo mahususi katika maisha yako. Yaani kusudi ni ile sababu ya wewe kuwepo. Sababu ya hii chupa kuwepo ni ili iweze kubeba haya maji. Umeelewa Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya hii notebook ni ili niweze kuandikia vitu. Sababu ya hii madhabahu ni ili niweze kusimama hapa na kuhubiri. Sababu ya hili jengo kukaa hivi ni ili tuweze kukaa hapa na kusikiliza neno la Mungu. Sababu ya Mungu akasema katika kitabu kile cha Mwanzo 1, ukianzia pale ile Mwanzo 1 ukisoma pale, Biblia inasema kwamba Mungu akasema pale, na tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu. Naweza kusomea haraka haraka. Mwanzo 1 ngapi pale? Tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Hapa kuanzia mstari wa 26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke, aliwaumba. So Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Wakafanye nini? Watu wanakaa sema tutengeneze maiki ili ifanye nini? Watu wakitumia sauti itoke. Tutengeneze speaker ili ifanye nini? Itumike ku amplify sauti. Si unanielewa? Tutengeneze simu ili ifanye nini? Watu wa Tecno wakakaa kikao, wakasema tutengeneze simu zinazoitwa Tecno. Watu wazitumie kutuma message, kupiga, kuingia Google, kuingia WhatsApp, kuingia Facebook. Zitumike kwa mawasiliano. Bila mawasiliano hakuna faida ya simu. Bila mimi kuongea mkasikia sauti, hii mic hata ikae hapo, haina faida. Na wewe ulizaliwa kabla ya yani kusudi lilikuwepo. Mungu akakuumba sio kwa sababu nyingine, kwa sababu ya kusudi. Wewe umekuja kwa ajili ya kitu maalum. Leo mimi ningekuwa sijui kusudi la kuumbwa kwangu, ningekuwa nimekaa tu hivi, hata nisingeweza kuwaita hapa. Si mnanielewa ninachokizungumza ninachokizungumza Nataka nikuanzie hapo ili unielewe kidogo, hata kama kidogo tu, lakini unielewe. Sasa kuzaliwa kwako ni jibu la Mungu juu ya uhitaji uliopo katika kizazi chako. Soma Yeremia 1 mstari wa 4, utaona Yeremia Mungu alivyokuwa, mstari wa 5 Mungu alivyokuwa anamwambia Yeremia kwamba tangu ukiwa tumboni mwa mama nalikuchagua, kabla hujazaliwa nimekufanya kuwa nabii wa nini? Kwamba yani kuzaliwa kwako, kuzaliwa tu kwako ni jibu la Mungu. Kabla Mungu aje kuumba wewe, tayari alikuwa na kusudi fulani. Ndio maana mimi amna mtu ananitishia. Ikishafika hapo Jerome, sijali. Maana najua nina kitu cha kimungu ndani yangu na hakuna wa kukizuia. Lakini unaweza ukafa na udongo wa mdomoni baba. Ukienda kaburini, watu wamezikwa na vitabu ambavyo havikuandikwa. Watu wamezikwa na gorofa ambazo hazikujengwa. Watu wamekufa na malavulavu ambayo hata hakutokea yakawa ndoa.
Watu wamekufa baba, wamekufa na nyimbo ambazo hazikuwahi kuimbwa. Magari ambayo hayakuwahi kutengenezwa kwa sababu hawakutaka kuishi kusudi. Walitaka kuishi maisha ya kuiga. Joyce anafanya nini? Ana saluni. Ngoja na mimi nikafanye saluni. Sijui nani anafanya, yani maisha ya kuiga. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu alivyokuleta duniani, kusudi unaweza kuishi mtu aliyeokoka na asiyeokoka. Kusudi aliangalia wokovu. Nataka unielewe. Kila mtu aliyeko duniani sasa hivi, awe ni Muislamu, awe ni mpagani. Ndio maana hata wavumbuzi sio wote wameokoka. Kuna wavumbuzi hata Mungu hawamjui, lakini wamevumbua vitu. Kwani uongo? Kwa hiyo kusudi aliangalia mambo ya wokovu. Tunachokizungumza hapa sio swala tu la wokovu, ni swala la wewe. Na sasa kama kuna kitu umekibeba ndani yako, hicho kitu kikaruhusu wewe uzaliwe karne hii. Mimi niliruhusiwa na Mungu nije karne hii ya 20 ngapi? Hivi fikiria ningezaliwa karne ya 5. Ningezaliwa karne ya 5. Ungenisikia? Ningezaliwa China. Kina Ngungi Kanfushi. Ungenisikia? Hata ningezaliwa da. Kwamba unakuta kusudi linamfanya mtu mpaka majira na wakati na saa na wapi. Kwa mimi nimezaliwa Moshi, nikasoma Moshi, nikaolewa Moshi, nikakaa Moshi kwa sababu makusudi yangu yako hapa Kilimanjaro. Nimezaliwa ule mwaka niliozaliwa 84. Acha niwaambie kweli nimezaliwa 84 jamani, mimi ni mama yenu. Ili ikifika mwaka huu nimeshaolewa, nimeshakuwa na watoto, nianze kuwafundisha. Nyie kina Moleli. Si mnanielewa ninachokizungumza Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiangalia Warumi 8 mstari wa 28, nani anisomea haraka Warumi 8:28 na 29. Au kuna mtu anajua kusoma Biblia haraka basi ashike maiki na anisomea. Ndio kuna wasoma maiki, wasoma maandiko huko wengi. 28. Mungu hufanya kazi pamoja na wale Oh yes. katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Walioitwa kwa kusudi. Maana wale aliowajua tangu asili. Aliwajua tangu wapi? Asili. Aliwachagua tangu nini? Wafananishwe na mfano wa mwana wake. Amen. Soma tena Waefeso 1:11. Kwamba tangu asili Mungu alinitambua. Tangu asili Mungu alinijua. Tangu asili, kabla ya kuwekwa kwa misingi ya dunia, mimi tayari najulikana. Sio najulikana kwa mwili wa damu na nyama, kwa kusudi. Nishawaambia kwamba wewe ni roho. Sikiliza, wewe ni nini? Wewe ni nini? Wewe ni nini? Unakaa ndani ya mwili umeazimwa tu kwa muda. Utakaa miaka 60 si hatujui. Utakaa 70 hatujui. Kwa muda ili kusudi liloko ndani ya roho liweze kufanya kazi hapa duniani. Kwa sababu roho haiwezi kutembea hapa duniani. Kwa hiyo ndio maana ukifa, samani lakini tunasema jamani, nani jina lako? Musa hatunaye. Lakini Musa tunamwona yule pale amelala. Musa hatunaye. Mbona yuko pale? Musa anaongea sio Musa mwili huu, ni kile kilichoko ndani yake. Na hicho ndio kinachookokaga, na hicho ndio kinachoendaga mbinguni. Na hicho ndio mtu. Na hicho ndio kiliumbwa kwa sura na kwa mfano. Mungu hana mikono kama hii. Mungu ana vinywele anyoe hivi. Mungu hayupo hivi. Ana hizi nani hizi chunusi. Hafai hivi vitu. Yaani Mungu ni roho. Mungu ni nini? Sura na mfano iko ndani ya roho. Sio hapa kwenye nini? Kwa hiyo unavozungumza kuhusu kusudi, angalia zaidi roho, usiangalie mwili. Sababu ukiangalia mwili utakosea njia. Yesu na yule mlevi alionizaa. Yaani yule mamangu alivyokuwa kule Rombo anapika machicha ya pombe, akapewa mimba kule chini ya mti. Kwani ilikuwa na kusudi? Mungu aliruhusu hivyo kwa sababu ya sababu zake. Kwani yule mchawi amenizaa, unajua mamangu ni mchawi? Kwani mimi Mungu aliruhusu nizaliwe? Aliruhusu uzaliwe na mchawi. Soma hiyo Efeso 1:11. Oh yes. Tukichaguliwa tangu awali sawa sawa na kusudi. Sijui mnanielewa? Hivi kuna mtu ananielewa hapa? Yana tabani nifungue vichwa vyenu, niwaingizie sindano. Yaani
tulichaguliwa tangu nini? Kwa sawa sana nini? Anasema na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi. Oh yes. Tukichaguliwa tangu awali. Oh yes. Sawa sawa na kusudi lake yeye, sio kusudi la mtu. Ndio maana mtu mwenye anayejua kusudi la kuzaliwa kwake hazuiliki. Pesa haimzuii, mapato hayamzuii, wachawi hawamzuii, elimu haimzuii. Maana elimu ilikuja kwa ajili ya makusudi. Mungu alivyomuumba mwanadamu akuumba elimu, alimuumba mtu. Elimu ilikuja baada ya anguko la Adamu na nani? Nimesoma hata la 7. Sikiliza, hata la 7 kusudi lipo. Kwani nimekwambia watu wa la 7 watimizi makusudi? Nani mkudanganya? Oh, najua dada nishaumizwa sana. Sikiliza nikwambie, nataka nione lo kusudi. Kusudi likikaa, hayo maumivu utayaona. Nitakufa kwa ajili yako baby. Yaani bora nife. Ufe kwa ajili ya huyu mjinga huyu. Ufe. Unaelewa maana ya kusudi wewe? Yaani najiua. Yaani hapa nilipo najiua. Yaani bora nife. Ufe kwa ajili ya kikaka kama hiki. Kikaka kama hiki kabisa. Yaani kijana tu kama hiki tu. Kijana tu kama hiki. Ambacho akijui hata kusudi lako. Kinafikia kusudi lako nikwambia, hebu vua stupid. Hebu tushika huku. Kinafikiria ndio kusudi. Kinafikia kusudi lako ni kufunga watoto pampasi na kuonyesha tu maziwa. Nyonya baby. Hiki ukajiue. Kusudi lako si kuolewa. Madam jamani niombe. Yaani kuna watu wanaomba ndoa kuliko wanavyoomba kuishi makusudi yao. Niombe. Sikiliza. Onyesha utambulisho wako kwanza. Inawezekana ndoa haijaja kwa sababu hujaishi kile ambacho ni kusudi. Ukutane na wakusudi. Niolewe. Umezaliwa uolewe. Mbona mapati hawataki kuoa? Mbona masista hapo? Kwani lazima? Kama lazima wajana wote wangeenda kuolewa mara ya pili. Kuolewa sio kusudi, sio hatima. Ile ni maisha ya kawaida, ni basic need. Kama vile unahitaji shelter, house and food. Sasa unaweza usihitaji. Kwani lazima? Kama lazima, mbona babako alivyofariki mama yako akaolewa mpaka leo na hajaye hata kuchepuka? Ameweka kofuli na yuko safi. Kama lazima. Sio lazima. Kuside. Ola. Unafikiri keki ziko huko unaenda kula saa zote? Keki nani mkudanganya? Hili ni maisha. Show me what you have, I show you what I have. Kuna kubebika, utabebika masaa yote. Anilete chai hapo, anaekea hapo kwenye meza, niambie bibi amka. Hizo ni movie. Sasa kaolewa kwa sababu ya movie. Ndio lako unafuatilia mno movie. Anipokea kama Zari alivyompokea Diamond, aniweka kwenye kitanda kama kile anilaze hivi, ani baby. Kuna saa unamuuliza kodi ya nyumba iko wapi? Harudi nyumbani. Hata hicho kitanda yani anajiuka. Sasa siongee sana. Ndoa sio kusudi. Tafuta kujua kusudi. Kusudi lako litakutanisha na mwenzi wako. Kusudi lako litakutanisha na watu wako wa faida. Sikiliza, mtu mwenye kusudi ana majibu ya watu. Na akiwa na majibu ya watu, watu watamtaka, watamtafuta, watampenda. Madam na roho ya kukataliwa, niombe na roho ya kukataliwa. Roho ya kukataliwa kwa sababu hujaishi kusudi. Ishi kusudi uone utakavyotafutwa. Kwa sababu kusudi limebeba majibu ya nini? Naelewa. Tumeshamalizana. Mungu wa roho. Naweza kuchuchumia kusudi kwanza, kusudi. Mke atakuja baadaye. Chuchumilia kusudi, unyonyeshe kwanza vitu. Nionyeshe maisha. So na wao una hata kijiko, una hata suruali, una hata nini? Mwili. Unafikia? Mwili unawaka. Una pepo la mahaba. Unawaka tu. Wewe una shida. Kila kitu unawaka, unasimamisha. Si nini? Weka kofuli. Watu wenye maono na makusudi hawakagi ovyo. Wanawaza maisha, wanawaza mikakati, wanawaza uvumbuzi, wanawaza maisha, sio kuwakawaka tu. Wakiingia kwenye vitanda vyao, wana plani za maisha, wana focus, wana vision. Kuna vitabu wanasoma, kuna watu wanawasikiliza, kuna vitu vinaingia ndani yao vinadondoka, sio miwako. An idle mind is a workshop of devil.
Don't be idle. Hilo ni kitu lisikuendeshe mpaka unashindwa hata kuwa na akili. Itakuendesha tu hilo kitu linakuendesha dunia nzima. Kila bali unataka uchovye. Ni sala baba yetu hiyo. Unachovya tu. Unachovya Kishumundu, unachovya Rombo, unachovya Mamsera, unachovya sijui Tanga, unachovya sijui Pareni. Umebeba maroho mpaka hatujui tukuombee kuanzia wapi tuende wapi. Utaishije kusudi? Hayo maroho leo yabeba, unaishije kusudi? Umebeba roho za kichawi, umebeba roho za kujinyonga, umebeba roho za kujiuza za pombe, umebeba ambazo hata ukuwa nazo kwa sababu ya kuchovya vitu. Sikiliza nikwambie, hizo mashine zifunike, zina wakati wake. Na mtu asikwambie mashine usipoitumia haifanyi kazi. Sikiliza, siku mmefika kwenye mahusiano, nenda hospitalini, kuna kipimo cha kupima kama mashine yako inafanya kazi. Go and pima. Wewe vipi wewe? Namtesa dada wa watu, nikutesti, nikuone kama unazaa. Unaoa kwa ajili ya watoto? Eti unamtesti kama anazaa. Kwa unachotafuta ni watoto sio mke. Haya, endelee. Mama, unajua mnanielewa wale ambao kwenye ndoa mnanielewa. Najua vijana wanatakiwa wasaidie. Yaani nafikia ndoa ni mahali pa kukumbatiana tu. Saa zote mnakumbatiana. Nakwambia mkiwa mna makusudi. Ndio maana ndoa za sasa hivi hazikai mwaka. Ela zikishaisha na zawadi zikishafunguliwa za harusi zikisha empty. Kichwa ni hewa. Unakuta umeoa kichwa hewa. Kila saa mpaka anakuibia hela. Anaenda anasuka nywele za laki. Anasuka 50,000. Kila wiki ana nguo mpya. Kila wiki ana kiatu kipya. Anaweka jeli ya 10,000. Inakaa wiki anatoa. Hawazi maisha. Ndio wadada wa kizazi hiki ambao hawajui makusudi ya kuzaliwa kwao. Atavaa nguo maduka yote ya Moshi. Ataziagiza mpaka China, ataziagiza mpaka Dar, ataagiza mpaka Zanzibar. Lakini muulize kama ana kikombe ndani. Muulize kama ana thermos. Begi. Lakini akija hapo mzee. Lightness collection. Madam nipe hiyo. Kweli tunatoa tunafurahi tunapata hela. Lakini kuna saa hujaumbwa tu kuvaa nguo. Pamoja na kuvaa, jua wewe ni nani. Kama ukijijua ni nani, hata kama unapiga sembere lako na kawaida mama, upako unao, kusudi unalo. Kwa sababu thamani yako sio kwenye mavazi, thamani yako ni ndani. Unaelewa vizuri kabisa Kwa kusudi ni sababu iliyomfanya kilichopo kiwepo na ni sababu inayofanya kilichopo kiwepo jinsi kilivyo ili kutimiza kazi maalum. Yes. Sasa tumepewa muda wa kuishi na sio muda wa majaribio ya kuishi. Andika hiyo point. Hatujapewa muda wa majaribio ya kuishi. Uishi kwa majaribio. Ndio maana wakati wako wa kuondoka duniani ukifika unaondoka. Taka usitake. Kuna mtu ameishi milele hapa? Hivi je, mnafikiria maisha mtaishi milele? Maana kuna watu wanacheza tu na maisha. Anacheza hivi. Yaani uko kama vile anasubiri fulani, anasubiri siku moja zali la mentali limtokee naye akutane na dada ashushe kioo cha gari amwambie panda kwenye gari. Yaani anajaribu maisha. Sasa utajaribu maisha kijana mpaka lini? Tumepewa muda wa kuishi na sio muda wa kujaribu maisha. Hakuna mtu yuko anatakiwa ajaribu maisha, anatakiwa aishi maisha. Na kuishi maisha maana yake ni kuishi kusudi. Hapo sasa nasema ndani najueje kusudi langu? Mbona unanichanganya? Yaani hapo unanivuruga kabisa. Sasa kuna vitu nataka uelewe hapa. Kila kusudi limefungwa ndani ya muda. Time. Kila kusudi limefungwa ndani ya muda. Muda fulani utafanya kitu fulani. Muda fulani utafanya kitu fulani. Muda fulani utafanya kitu fulani. Na usipofanya kile kitu unachelewa. Ndio maana nakuonea rawe ambao unaanza kugundua vitu mapema ili uanze kuvitendea kazi. Ndio maana Biblia ikasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Kumbuke Muumba wako siku za ujana kabla asijeje siku utakazosema sina furaha nazo. Kuna siku utazikataa. Kuna siku utazichukia. Kuna siku hautazitaka. Ukitaka kuamka hivi, mganga, jamani mwanangu magoti, vidole, hii pressure yangu hii mama. Kabla asijeje hizo siku. Ukiamka kabla asijeje hizo siku. Maana zinakuja haraka. Unajua nilikuwa najiangalia sasa hivi nakaribia miaka 40. 40, unajua 40 ni mingi. Nimefanya nini? Sasa kuna watu ambao mna 30 na mshtuki. Umekata mazao vipi?
Vipi? Kuna ndizi hapo jikoni? Mazaa. Nipe basi jero hapo nikanyoe. Mjinga mkubwa wewe. Mazaa. Babako akiwa na umri kama alikuwa na watoto na ana nyumba ya 2 ya udongo. Oya mazaa, vipi? Nione basi. Watoto kizazi hiki. Unajua sister, nimesoma na degree ya human resource management kwenye chuo kikuu cha ushirika. Una 100. Cheti tu. Hicho tafuta hela. Sitishie na cheti. Hata sisi tuna veti kule. Mbona mimi nimeweka veti yangu kule form 4 na division 1 sio ya point 11. Form 6 na nimepasua. Na cheti cha degree ya kwanza. Na cheti cha degree. Mimi nisaidia nini? Lakini naishi kusudi, siishi vyeti. Acha kujipa. Sasa nitafanyia kazi wakati mimi nimesoma human resource. Nimesoma siri nini? Human resource ni siri. Human resource unajua ni human resource ni nini? Kuwatumia watu kwa resource. Uza vitu. Si ndio watu? Eti nasubiri ajira serikali. Serikali imekuzaa. Serikali ni babako. Hivi ajira hazijatoka. Hivi ajira hazijatoka. Ila ziko kwenye ajira tu. Niangalieni hapa usoni nyinyi vijana sasa hivi. Ambao mnawaza tu hivi ajira hazijatoka. Hivi ametangaza. Ukitaka kuapply chuo, una apply. Nipeni kozi ambayo basi ina ajira, ndio una apply, lakini sio passion yako, sio kusudi. Kozi ambayo ina mkopo ndio una apply, sio kusudi. Kwa sababu ina mkopo, kwa sababu ina ajira. Je, ni kusudi? Passion. Sasa kwa sababu watu wanasoma bila nini? Passion. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kila kusudi nimesema limefungwa ndani ya nini? Ya muda. Kwa ukicheza na muda, umecheza na kusudi, na ukicheza na kusudi umecheza na maisha. Andika. So unachumbiwa na nome 9 kama mimi nilivyokuwa nadanganyika zamani. Mara huku mahusiano huku. Mara mahusiano. Ukicheza na muda unacheza na kusudi. Ukicheza na kusudi umecheza na maisha. Bora hata mimi mwenzako niligundua Mungu akanitoa huko kwa fimbo ya chuma. Sasa sio unatolewa kwa fimbo gani? Bwana Yesu asifiwe. Muda wako ndio unashikilia kusudi la wewe kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisoma Mhubiri 3:1, hebu mtu mmoja anisomea haraka haraka. Kwa muda una maana kubwa sana kwenye swala la kusudi. Lazima ufanye vitu kwa wakati. Lazima ujue hilo kusudi ulilonalo linatakiwa litimizwe lini. Litimizwe wakati gani? Ukishajua yale majira, unatakiwa uanze kuyafanyia kazi. Soma. Maana uishi milele, wakati ulionao ni mchache sana. Soma. Anasema kwa kila jambo kuna majira yake. Ehe. Na wakati kwa kila kusudi. Na wakati kwa kila kusudi. Chini ya jua. Kila jambo lina majira na wakati kwa kila kusudi. Hapo nadhani sana wanaelewa Kila kusudi. Watu wengi video wanavyoishi sasa hivi wanalia walipopoteza muda. Kamuulize babako atakujibu, atakupa majibu. Kamuulize mamako atakupa majibu kama una majibu. Wanasema ningelijua. Sikiliza nikwambie kitu mdogo wangu. Nikikwambia una siku 7 za kuishi sasa hivi. Molel, you have only 7 days. Kiingereza nakijua kidogo Yeye inabidi tuongee Kiingereza sababu tunaenda Ulaya. Sasa lazima tu practice hapa. Tunafikia tu practice wapi? You have only 7 days to live, my friend, under the sun. After those days you are going to heaven. Una siku 7 tu za kuishi. Baada hizo siku 7 unaondoka. Ungefanya nini? Yaani ni kitu gani ambacho ungeweza kukitamani ukifanya kwa hizo siku 7? Na wewe jiulize hilo swali. Una siku 7 tu. Ni kitu gani ambacho ungetamani ukifanya haraka haraka? Yaani with all your passion within those 7 days. Unaoa? Yaani mahaba yamemjea kijana jamani. Anatamani awe na wife yaani akumbatiwe abusu aitwe baby. Tuache mimi sijui labda kwa sababu ni vijana but is it true ni kuoa tu? Niambie ni kitu gani ungetamani kufanya kwa hizo siku 7 tu? Yaani unasema unafikiri ulizaliwa ukarithi uzima wa milele? Yaani unajua nini? Duniani uteseke duniani. Huku duniani ni kama unateseka bado tena unateseka. Kwa sababu uishi kusudi. Sasa unateseka nini? Sema nipate changamoto duniani, sio niteseke duniani. Tengeneza sababu Mungu achukua unateseka na kuondoa akakupumzishe. Ndio nasema nini wanaipaka zile nyimbo? Wanataka kupumzishwa.
Yaani kuna nyimbo fulani hivi, mateso, shida, taabu, baba nipumzishe, baba. Ndio unaona wanachukulia chupu. Sikiza nikwambie, ukiishi kusudi utaona unateseka. Changamoto. Unafikiri mimi nafikiri naona nateseka? Yaani kile kitu ambacho ungetamani ukifanya, acha kutubu, tuweke kutubu. Tubu sababu umeokoka. Haya, tunashukuru umeokoka na uko vizuri. Mahusiano yako na Mungu ni mazuri. Yaani unakuta kuna kitu ambacho kilikuwa kinapiga kelele, hujakifanya. Na hicho unajua kusudi, ukifika mbinguni na utaulizwa. Yesu akasema kuna watu waliwapa talanta. Mzee mmoja alisafiri. Mmoja akapewa 2, mwingine 1, mwingine 5, mwingine 10. Alivyorudi yule wa 5 akatoa amezalisha. Yule wa 3, yule mmoja akasema, "Bwana, nilijua wewe ni mtu mbaya sana. Najua moyo wako. Nikaona niifiche." Bwana akamwambia, "We mtumwa mwovu, leta." Akampatia yule ambaye alikuwa amezalisha. Akaambia kidogo. Mwenye kidogo anafanyaje? Ananyang'anywa. Mwenye kidogo anafanyaje? Nalia na kile kingi anazidishiwa. Unajua zile talanta manake ni yale sasa makusudi Mungu aliyotupa. Anategemea tuishi lile kusudi. Siku tukifika mbinguni utaulizwa. Kitakacho kutambulisha mbinguni ni kusudi lako, sio wewe, maana roho yako ndio itatambulishwa pale mbinguni. Nilikupeleka karne ya 22 Moshi kwa kusudi hili. Give me nipe account Kiswahili nini? Wale wanaojua Kiswahili, account ni kama yani sio mahesabu, ni mahesabu. Accounting, yani account sio. Walimu wa Kiswahili hapa mko wapi? Yaani nipe mrejesho, sio mrejesho. Takwimu tena. Yaani niambie ulifanya nini? Alafu Mungu aliweka ile kusudi ndani yako, aliweka na nguvu ya kukusaidia kuweza kufanya. Hivi unanielewa? Aliweka na pesa za kukusaidia kufanya. Aliweka na watu wa kusupport hilo kusudi. Ndio maana unaona mimi leo nimekuita hata unijui na umekuja. Umekuja kusupport kusudi langu. Taka usitake umekaa na unasupport. Nilisikia kusudi, nikaingia kwenye matendo, leo umekuja huko hapa sasa umekaa unanisikiliza. I'm displaying my purpose. Kuna siku watu watakaa watakusikiliza wewe. Watachukua kitu chako, watanunua bidhaa yako, wataenda kwenye huduma yako, wataenda kwenye kazi yako, watapeleka watu kwenye shule yako, lile kusudi lako. Na watu hao wapo. Nyie mliandaliwa kwa ajili yangu kabla ya kuwekwa kwa msingi ya dunia. Ningenyamaza mimi na nyie mngenyamaza. Ningekaa kimya mimi na nyie maisha yenu yangetulia. Kwani uongo? Ni uongo. Wale vijana ambao mko close na mimi Mungu amewapa neema mko close. Sikasema mpaka shuhuda. Maana mlikuwa mwenye dhambi. Maana yake ningekaa kimya, mngeendelea kugua. Lakini kwa sababu nimeamua kuishi kusudi langu, nina majibu ya watu. Na ukinyamaza kuna watu wanaumia. Ndio maana kusoma ile Warumi anasema kwamba all creatures are waiting for the manifestation of the children of God. Kwamba viumbe vyote vinaugua, vinasubiri kudhihirishwa ana wa Mungu. Kuna watu wanaugua wanasubiri udhihirisho maana una majibu yao. Wakati wana wa Israeli wanalia, wanateseka, Farao anawatesa nchi ile. Mungu akushuka na manguo. Sasa nimeshuka na nguo nyeupe. Alimtuma Musa akambebesha kusudi la kwenda kuwakomboa wana wa Israeli. Kwenye hiyo jamii ile kuzunguka, wewe umezaliwa pale kwa sababu ndani yako kuna kusudi la kuweza kubadilisha hiyo familia. Ndio maana uko. Kusudi. Mimi kidogo nimalize maono hapo muda unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usipoteze muda kwa mambo yasiyo ya msingi kwa sababu huwezi ishi milele. Kusoma kitabu cha Matendo 13:36 nasema Daudi akisha kulitumia kusudi lake akapumzika. Kuna siku na wewe utapumzika. Je, utaandikwa kama Daudi? Moleli akisha kulitumikia kusudi lake akapumzika pamoja na baba zake. Ni kweli utaandikiwa hivyo? Au utaenda tu watu waseme Moleli alisoma shule ya msingi Pangani. Sekondari alioa mke mmoja na watoto 2. Bwana ametoa na Bwana ametoa jina la Bwana. Hata watu hawali kwa sababu hamna kitu umeacha. Tu hivyo tu. Umekuwa mpwa. Umekuwa kima. Nyani bwana hata nyani wazungu wanatoka Ulaya wanakuja kumuona.
Wewe una nini? Kwani watamani Jerome kuishi tu kawaida hivi? Simama. Upendeze hivyo. Na suruali za Lightness Collection, mashati ya Lightness Collection. Alafu hamna kusudi. Kwani Jerome, uonekane smart boy hivyo. Alafu uache tu pepo tu. Natamani mshikwe na hasira. Unasikia mdogo wangu Rose, dada yangu Rose? Natamani kiasira fulani hivi kikuingia, yani cha kutamani kuishi kile ambacho Mungu anataka. Kwa sababu sio wewe unataka, yani kiko tayari ndani yako na inawezekana. Usiogope kuchukua hatua. Kuna nguvu ndani yako ya kukusaidia. Wewe usiogope, aliye ndani yako ni mkubwa kuliko aliye ulimwenguni. Aliyeweka kusudi sio wewe, ni Mungu, kwa sababu ya faida ya watu fulani. Kwa hiyo yeye atakushika kwa mkono wake, atakuinua, atakupeleka na atakuwezesha, lakini anataka ujitie ufahamu. You have to, yani lazima ufike mahali come back to your sense. Umeelewa mwelele? Inawezekana saizi baba ungetakiwa umekaa tu hapo unasema amen. Ungetakiwa ina kanisa la watu 1000 baba. Lakini kwa sababu umekaa tu amen. Unatakiwa unyanyuke. Ujue kusudi lako, uende ukafanya kazi kidogo. Anza na kidogo ulichonacho kupata kikubwa usichokuwa nacho. Hata ukitaka maisha, alafu kusudi sio kununua gari Prado eti nyumba. Kusudi ni kitu ambacho kinaleta benefit kwa watu. Umeelewa Umeelewa vizuri Sasa kila kusudi limebeba kazi. Nilikuwa nazungumzia au wajibu wa kufanya ndani yake. Ndicho nasema sasa lazima ufanye kazi. Lazima ufanye kitu katika ile kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako, ulifanyie kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kila kusudi linazaa maono. Sasa hapo ndo nakaa vizuri. Kila kusudi linazaa nini? Maono ni nini? David alizungumza pale mwanzo alipokuwa anafundisha kwamba maono ni picha yoyote ndani yako inayo patana na kusudi ulilobeba. Yaani ni picha ya kitu ambacho unakitamani. Kuna kitu unakitamani, kuna kitu unakiona. Na sasa kusudi ndilo ambalo linazaa maono. Maono yanaweza kawa mengi katika kusudi hili. Huwezi kukuta mtu ana maono ya kuwa daktari. Na kuwa daktari maono sio kulipwa mshahara. Yaani kama una maono ya kuwa daktari ili ulipwe mshahara, hilo sio kusudi lako la kuwa daktari. Lakini kama una maono ya kuwa daktari kwa sababu una passion ya kuhudumia watu, una passion ya kuhudumia watoto, una passion ukiona mama mjamzito unatamani uende umsaidie, una passion. Huwezi kukuta mtu wa namna hiyo anakaa anaanza kuwaza anaendesha fuso. Ana maono ya kuendesha fuso wakati kusudi lake ni kuwa daktari. Nadhani unanielewa Mtu ana kusudi la kuwa daktari au hata ni daktari tayari ameshakuwa, lakini usiku akilala anaona anaendesha nini? Haiendagi hivyo. Maono ya mtu yanakuwa sambamba. Ukitaka ujue kusudi lako nini kama ulijui, angalia maono yako. Kitu gani unakiona? Picha gani unaiona? Kitu gani unakiona kule mbele? Haya maono yatakuonyesha kusudi lako nini. Mnaga maono nyie? Sisemi maono ya kuona fulani ni mke wangu, usiwe maono ya hivyo. Sisemi maono ya kuendesha gari. Nasema watu hamna vision. Hata hamna mtu anaona nimesimama hapa tu anatamani naye asimame. Ongeeni basi. Siku moja naye aite watu wasimame aongee kama mimi. Hakuna mtu anakaa na waza siku moja awe na kituo chake kikubwa cha watoto yatima. Hakuna mtu anakaa na waza siku moja awe na shule yake wanafunzi waje wasome. Hakuna mtu anaanza siku moja na kanisa lake mzee church, mega church. Fire from heaven, kwa sababu majina siku hizi yanashuka baba kila kona. Church of God, Church of Purity, fire. Come and see what the God has done. Makanisa hayo kabisa kwenye vichwa vya watu, yani hajatoka bado, unajua. Free, feel free. Yani majina yatakuja, si ndio maono? Sasa maono ni kitu ambacho akishikiki, untangible. Ndio maana huwezi kumwambia mtu maono kwa sababu hayaoni. Ni picha, ni kama imani ni kuwa na hakika mambo yatarajia ni kuwa na mambo ya nini? Maono yako katika ulimwengu wa roho, ndio maana huwezi kuyashika. Mungu mwenyewe alivyokuwa anasema iwepo nuru, alikuwa hawezi kuishika nuru kwa mikono yake. Ilikuwa ni iko ndani ya na ulimwengu tunaoishi unatawaliwa na ulimwengu wa roho. Ndio maana mchawi anaweza kaja kwako akagusa ukuta akafunguka akaingia, hajapita mlangoni. Ukuta umemwachia amepi. Unashangaa mtu umefunga milango yote lakini yuko hapo kitani kwako anakuambia nikukabe. Ameingiaje? Amejibadilisha, ameingia katika ulimwengu wa nini?
Kwa maisha yetu mengi yanategemea ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ndio unazaa vitu kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Kwa yale maono ni picha ambazo ziko kwenye ulimwengu wa roho. Zinatakiwa zifanywe downloadiwe kutoka kwenye ulimwengu wa roho kuja kwenye ulimwengu wa mwili, kwa kitu kinaitwa faith and action. Umenielewa vizuri mdogo wangu? Unaona mtu ametuka, jamani natamani. Yaani unasikia kuna kitu kinacheza, kuna mtoto anacheza huko ndani. Yaani unasikia kuna passion fulani. Yaani Mungu, mimi siwadanganyi, nilisoma kweli, nilisoma degree yangu ya kwanza, ya pili. Haja ni shahidi. Hakuwa na class kwenye shule. Lakini nilikuwa nikiona mchungaji amesimama pale madhabahuni ameshika mic, nasikia kichaa. Napata kichaa. Nasema, "Wow my God, one day akitoka hapa nafuata ofisini." Tunakumbuka mpaka tunaenda naye Arusha, mbona nipeleka hadi nyumbani kwangu na nyinyi mnaenda kulala. Yeye na mchungaji. Yaani nachanganyikiwa, sikumbuki masomo, sikumbuki na sasa mpaka napata. Yaani mimi nawaza nishike ile mic na mimi nifanye power, fire, receive the grace of God. Siwazi wagonjwa KSMC, siwazi. Ndio maana nilipomaliza chuo nilisema na kazi siwezi. Mimi jamani nimesoma tu lakini nisameheni. Nikajikuta siwezi, yaani sina passion na mtu anaitwa mgonjwa. Na nimesoma degree yake na nimelipa hizo ada zote, sina hiyo passion. Passion yangu ilikuwa nione na obey watu, na hubiria watu, nafundisha, nasema Jesus, that is my boss. Hallelujah. Na ongea kama ninavyoongea hapa. Yaani ndio kitu kwa nikajua hiki ndio kitu nilichobeba. Lazima nikipalilie, nikichochee. Nikifanya hicho nitakuwa, nitaongezeka, nitajulikana, nitatambulika. Mungu atajivunia mimi, atanipa miaka mirefu. Malaika watakuwa wanatembea na mimi usiku na mchana. Sitakosa chakula, sitakosa mavazi, sitapungukiwa, sitakosea njia. Mungu atasema, "Umemwona mwanangu Lightness, maana najivunia yeye. Anaishi kile ambacho mbingu zilitaka aishi. Sitakufa kama konokono, sitakufa kama sisimizi, maana nina majibu ya watu. Watu watanikimbilia, sio kwa sababu na pesa, kwa sababu kinywa changu kimebeba majibu." It's not about cash, it is about vision. Impact. Siku hapa kutafuta pesa. I'm not here to find money, my dear. Nafanyaka biashara jamani, na maduka yangu na vitu vyangu. Siku hapa eti kutafuta sadaka. Niko hapa kuachia vision yangu. Ndio maana na mimi ni mwenyewe na invest kwenye vision. Natoa na mimi pesa yangu. Natoa nguvu zangu. Kwa sababu ya yale maono. Maono ni kitu ambacho hata usipolipwa unasikia raha ukifanya. Hata usipolipwa. Yaani unasikia tu raha tu. Yaani unasikia utulivu, unasikia utoshelevu. Na watu wengi hawaishi maisha ya utoshelevu. Sikiliza, usinganganie hicho kitu ambacho unakiona kipo. Tafuta kitu kinachokupa utoshelevu. Kipo, kitafute. Na leo utakipata katika jina la Yesu. Utaondoka kwenye mlango umekipata. Utakiishi hata kama ni kwa udogo. Utoshelevu, furaha, utulivu. Kuna semi nakaga hata kwa siku labda napata hata faida shilingi 10,000. Ningekuwa daktari ningepata hata laki ngapi, milioni ngapi. Lakini sisikii shida. Yaani sisikii nini? Kwa sababu kuna maisha naishi destiny. Kwani duniani tumekuja kufanya nini? Kutengeneza pesa. Siku nikifa ni jeneza langu na mwili wangu. Hata nguo nitawaambia nivueni miziki uchi. Hata hizo nguo sitazikuwa nazo, hizo watabeba watu, watazingangania kama zile za Yesu. Nilikuja bure, naondoka, lakini moyo wangu umebeba kusudi. Kitakachoenda kuongea mbele za Mungu sio pesa alizotengeneza duniani, ni kusudi. Yale matunda, ndio maana nimesema mti ule usiozaa nataka ni ukate. Tafadhali Bwana usiukate, sasa subiri na upalilia. Palilia makusudi yako. Acha kutoa sketi zako ovyo, huyu atesti, huyu atesti, huyu. Hujaleta utestishwe watu wewe. Na uolewe kwa kutestiwa, umeshatestiwa na wangapi na wamekuwa wangapi? Ndio kuachia tu maumivu. Fulani jamani aliniumiza. Ulijitestisha nini? Kwa sababu hujui makusudi. Wewe ni mama mchungaji, unajua kabisa ni mtumishi. Unaweza kujivuvua masketi. Mungu hata kutumia atairisha, atatengeneza mtumishi mwingine hapo pembeni. Unafikiri anatishiwa? Mbona anairisha mawazo? Kama alikuwa kuendelea mume wa maana, anamtengenezea mke mwingine. Wewe unabaki hapo ukiendelea kutestiwa tu. Unafikiri Mungu anatishiwa? Ishi maisha matakatifu masafi. Mtu mwenye kusudi anakuwa na tabia, character. Sema tabia. Tabia ndio ina maintain position ya kusudi. Acha ujinga kabisa.
Ndio maana miongoni mwa vitu unatakiwa kufunga na kuomba ni Mungu atengeneze tu tabia yako. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu naongea naye jamani? Kuna mtu anaanza kujitambua tambua. Purpose is the source of vision. Resekete rabosa. Purpose yanda rabosa. Yaani nimekaa hapa afu naliona ile kanisa langu kubwa kama la TJX. Mnamjua TJX wa Marekani eh? Mnamjua TJX? Mnamjua au mjua mnakaleka tu wahubiri wa Kiswahili kinasuguya kina nani wa Tanzania. Kuna watu kule Marekani wanaitwa kina TJX. Kina Joel Osteen. Makanisa yanabeba watu usijui laki ngapi. Yaani najiona kwenye ile pulpit na preach in English, sijui ni Tanzania, sijui ni wapi. Yaani naona hiyo picture. I can see that picture. Purpose is the source of vision. Ukiwa na purpose, vision zinakuja. Maono yanakuja. Huwezi ona kitu nje ya kusudi lako. Haiwezekani. Ndio maana nashangaa unakuta mtu ana akili alafu akikusha mwanamke anataka kumuoa unachoka. Ana aendani naye. Sasa huyu alogo au mama hipsi unaenda kuoa hipsi? Nani udanganya? Kama ndio hivyo wenye hipsi wasingeachika. Unalisha kuna siku utataka ulikate. Wana chakula. Unaoa mwanamke mwenye vision. Mke mwema ambaye kibali anapita marijani. Kima chake kinapita kima cha marijani. Mke mwenye adabu, mwenye heshima, mwenye akili, mtulivu, mcha Mungu, mchapakazi, mwenye adabu, mwenye utulivu, mwenye mdomo, mwenye maneno matamu kama sukari. Unaelewa? Uoi sura, uoi macho, uoi dimples. Dimples ni nini? Utakula dimples? Kwani mamako alikuwa na dimples mbona na vibao alipigwa na babako? Na usipojijua ni nani, uwezi ona unatakiwa kuishi na nani. Una attract yule ambaye unatakiwa kuishi naye baada ya kujiona wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilipotaka kuja kuolewa baada ya kumizomizo sana nilikaa chini kabla nijirealize. Kasema hivi mimi nani? Nikaangalia pale kanisani Faraja. Nikaona vijana wote mpaka wewe uliona unifanye. Kila mtu kana kabisa, huyu nitampiga vibao. Huyu sasa I'm too loaded. Who will marry me? Who will be my husband? Nimeshaumizwa na wanaume kama nane wote. Mimi ni mtumishi, mchungaji, kumbe hamna kitu. Hawajui thamani iliyobeba. Sasa nataka mtu ambaye anajua thamani yangu. Nikaanza kujipackage. Nikaanza kumtafuta Mungu kwa kumaanisha. Nikaanza kujipackage. Nikaanza kusoma neno. Nikaanza kutamani kuwa na tabia za mwana wa Mungu, tabia za mtu wa Mungu, tabia za mke, sio msichana, mke. Tabia za mtumishi. Nikaanza kufollow in love na Yesu zaidi, nikaongeza mapenzi, nikaanza kusoma Biblia, nikaanza kujitoa kwa vitu vya Mungu ili Mungu ajitoe kwa vitu vyangu. Nikiwa katika madhabahu naendelea kumtumikia, naendelea. Kumbe kuna mwanaume kule kashaona huyu tunaendana. Wakati nakumbuka nahubiri hapa Kiswahili mume wangu ananitafsiria kwenye English service au siku hiyo anahubiri mimi namtafsiri, kumbe rohoni Bwana wana connect tu, hao wanaendana. Hatukukutana baa, tulikutana madhabahuni. Yaani kuna kitu kilituconnect. Kwa tulivyoanza mahusiano yetu yalikuwa sio baby inaonyesha chupi lova. Baby. Ilikuwa ni mambo ya kupeana akili, yani mawazo. Yani mwanaume anakaa kwako ndani akiondoka sema Mungu wangu. Unasikia kama kuna kitu kimeondoka. I need this man to talk. I need him to talk. Let him talk. Ana talk sense, ana talk vision, ana talk vitu ambavyo unaona kweli now you are going somewhere. So ana talk ushuzi. Sio kila mkono tu hivi joto lako zuri. Kwa nini kipima joto? Yaani ni joto tu. Joto. Alafu baada ya joto. Naelewa anachokizungumza. Yaani kuna sababu huyo mchumba wangu alikuwa anaongea na mimi mpaka natamani nini akiondoka pale ndani nilikuwa nakaa na msichana mmoja. Yaani unaona nimetunzwa hela. Subiri hapo watu wenye mavisheni yao. Kina Jorome baba. Hawachezi pale. Nataka kujiconnect, utajiconnect kwa jina la Yesu. Yaani unaona mwanaume mnatoka mtoko tunaenda vini walk. Tukao tunapendana. Sio kama mapenzi ya kishamba.
mapenzi kidogo, mnatoka vivini wako, tunatembea zetu kutoka Uroseli mpaka SMS tunarudi, tunaanza kuongea. Yaani akiongea nasikia kuna kitu najazwa, kuna kitu napokea. Yaani mwanaume akikaa na mimi lazima niwe fire, yaani lazima nibadilishe, lazima niwe mke wa heshima. Yaani anaongea maarifa, anaongea knowledge, anaongea power. Yaani ananitengeneza kwa aina ya mwanamke ambaye nilikuwa nasema kuna mahali natakiwa kwenda, lakini sijapata mtu wa kuninyanyua. Huyu ana kitu, huyu ni mtu, huyu ameletwa na Mungu, sio hisia. Wapo wanaume wa hivyo, lakini lazima ujipackage. Ukiwa hola utaongea hola. Kushikashika tu macho. Macho yako, shingo. Kuna mtu alipenda tu shingo yangu na tuliachana. Maana alipenda Unaelewa? Sasa ningekuwa sina kiu ya kuishi ndoto zangu, nisingeelewa package ni ya yule mwanaume. Ningetaka wale wanaume tu, baby njoo tugelee. Baby njoo tusikiliza. Ngoja nataka mwanaume ambaye anaongea vitu. Akija na kitabu hiki na kidaka, na kisoma. Unakuwa unaonaga faraja. Anakuja na vitabu mzee, vitabu. Siku naenda kwa hivi mzee shelf. Hapa na vitabu kama vya 500. Afu mwanafunzi sasa. 500? Naonyesha Biblia 60,000. Sasa nilimwambia juzi mume wangu alikuwa anafundisha kama na Biblia 60,000, ana Biblia 80,000, ana Biblia sio ya shingapi. Sio kwa ubaya. Sasa hivi nikaosha Biblia kama 15 hivi. Alafu zote ameshazisoma. Mimi sijasoma mwanzo mpaka Ufunuo. Akaniambia sasa ukitaka nikuoe. Akaletea Biblia moja na notebook na kalamu, akaniambia usome kuanzia mwanzo. Siku kimaliza Ufunuo na kuvalisha pete engagement hapa. Sisi kwa mwanamke ambaye ana neno. Mimi na neno tutaongea nini? Akanifundisha jinsi ya kusoma. Akaniambia utakuwa unasoma, ukisoma paragrafu andika na penseli. Kwa kija kwangu, bala kwa kija. Oh baby, aikamwe baby. Anashika zaidi Biblia. Ulishia hapa jana naendelea. Kusudi. Leo nikiwahubiria nini sasa nisingepata mwanaume wa kuninyoosha hivi? Hapa sawa. Tunaanza kuongea. Hizi movie kuna za Kanumba sitaki kuziona. Akaleta dishi. Angalieni hizi TV za watu, oneni fire, power, grace. Tukaanza mzee kubadilisha akili. Kwa kijana tunaficha movie. Ficha. Kaja ni ujinga. Tukaamua kuachana huko. Tukaamua sasa kuangalia kile anachokitaka. Maisha yakabadilika. Tazama ukabadilika. Nikaanza kupenda Biblia. Anatia vitabu. Nimesoma vitabu zaidi ya 100 kutoka kwa mume wangu. Hata ndani kwangu kuna vitabu, yani ukitaka vitabu lakini magi. Kwa sababu kiazima watu hawavithamini, wanavipoteza. Bora mtu toe lako ununue kitabu utakithamini. Hata ukinipenda kuthamini kitabu sikupi. Hiyo tulishapangaga kabisa, hatutoi kitabu. Kitabu kanunua hata kama cha shilingi 1,000. Wewe Ramos ulikuwa unasoma kitabu na ukimaliza kilete. Na kirudisha nampa kingine. Elewa Bwana Yesu asifiwe. Vitabu vinaongeza akili, vinaongeza maarifa. Acheni ujinga. Acheni kuperuzi tu kwenye mitandao kila saa. Unaangalia tu Wema amevaaje, nani anapikaje. Saa nyingine soma vitabu vinakuongezea maarifa. Maono yako yamebeba hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo sasa dunia imejaa watu wengi wasio jua makusudi na maono yao, na wanaishi maono na makusudi ya watu wengine. Sasa wewe jiulize, hebu jiangalie, unaishi makusudi yako au makusudi ya watu wengine? Maono yako, maono ya watu wengine. Maana kila kitu mtu akikudiscourage, basi naacha. I'm tired. I'm discouraged. You know, I started this, but she is discouraging me so much. I can't try. You know, I'm in pain. They're discouraging me. My dear. Ukanidiscourage mimi, umepoteza ramani. Kwa sababu unajua hilo ndio kitu ambacho umezaliwa ukifanye. Aje mwanaume akudiscourage ya kuwezi. Mimi niwaambia leo, mtoto wangu amelazwa hapa navyoongea, yuko hospitali ana drip. Lakini niko hapa na ubiri. Hainizuii kuhubiri. Kama shetani una adabu. Mtoto anaumwa leo anaenda kulazwa. Ninaenda kuishi kusudi langu. Naenda na ubiri, mimi sio daktari. Akana babake hapo ni daktari. Adumie mtoto. Let me go and preach kusudi kwa watu. Tomorrow I will go back and find her there. Kusudi alinipi kuona kitu chochote, naona kile ambacho nimeitiwa. Wewe tu nguo za kufua tu ujeje mkesho. Kisa tu kesho una appointment si na mtu, si una nguo za kufua, si una kikoba. Hapo nataka eti Mungu akuinue. You have to give the sacrifice, my dear one. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila mtu akisimama kwa nafasi yake
usingekuwa na haja ya kusukumana, kushindana, wala kung'ang'ana, kunyang'anyana kila mtu. Unakuta watu wanashindana, anaingia pale imba, hello. Akisema anajisikia vibaya fulani anaimba. Yule anahubirije? Sikiliza, ubiri kama wewe. Ndio maana sijaligi. Madamu unagusaga watu, nitagusa kwa sababu ndio nilivyotengenezwa. Nitagusa, nitakwambia amka hivi, nitakufanya hivi. Sasa nifanyeje? Kila mtu ana jinsi ameumbwa. Siwezi kuwa photocopy, siwezi kuwa prophet Lilian. Never. Hata kama naitwa prophet. Eti ndo niige alivyoshona nguo, anavyoongea, siwezi kuiga. Mimi nitakuwa kama mimi. Na testi zangu ndio watu watazipenda. Nikibalisha testi nimeisha. Nikiamua kuhubiri kama Mwakasege, watu testi inapotea. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Hallelujah. Sasa Mwakasege anamwaga zege. Siwezi kuiga sauti ya mtu. Hii sauti yangu ndio nimetengenezwa nayo. Nikisimama nasimama kama mimi, sio kama mtu. Maana mimi watasimama watu 10 hapa kuhubiri. Kila mtu akihubiri sawa sawa na kusudi lake atagusa maisha ya watu. Lakini sikilizeni photocopy, takoma. Bwana Yesu asifiwe. Imba kama wewe. Unakumbuka kanisa letu tunaona kupitia za waimbaji. Anasimama mtalitinya pale nakwambia kipindi hicho. Ili kanisa litaliweza ile mama anaimba hivyo. Mchungaji akanita kamera kwambia kitu binti yangu akaniambia binti Sayuni, wewe ni mwimbaji. Papa, cheki yule mama. Sikia, mama mtalitinya mnaona saa hizi? Hivi. Jamani nakumbuka zamani zile. Anaimba tunalala huko chini unatoa mate Yesu, unajigaragaza unaamka asubuhi. Akiwa kijana alikuwa anaimba. Sasa nitaimbaje kwenye kanisa? Siku nikaimba. Mtajeka binti, una kitu kizuri cha Mungu. Improve. Mungu huwa anaomba kusudi. Sema kwa nguvu, Mungu anaomba kusudi. Alafu kusudi linamuumba mtu. Hiyo statement ni nzito. Mungu anaomba nini? Alafu kusudi linamuumba nani? Ndio maana usitishiwe nyau bwana. Kama wewe umepewa kitu na Mungu, jivunie. Kuwa na confidence. Kitangaze, kionyeshe, sema ndoto yako, iandike, iseme kama maji. Usiogope. Sio umejichagua, ni Mungu amefanyaje? Ili uzae matunda na matunda yako yafanyaje? Ufanyeje sasa? Nifanyeje? Ndio nimeshapewa, sasa nafanyaje? Sitishiwi na mtu. Yule dada anaringa, niringe nini? Ndio ninacho. Yaani hata useme nini, akiondoka na nimekiamua kukiishi. Dogo zangu wazuri. Unanielewa? Kwa Mungu huwa anaumba kusudi, alafu kusudi linamuumba sasa mtu. Hiyo statement ni nzito kama mtaielewa. Leo umesikia hiyo? Kusudi linafanyaje? Yaani hiyo yenyewe inakutosha kwenda nyumbani yani. Ukasema kusudi niumbe. Kusudi niumbe. Alabo sekete. Kusudi niumbe. Marabo sakata kaka. Kusudi niumbe. Kusudi niumbe. Risaka ketere seke. Hapa navorena kwa lugha, na speak with the angels, naachia mbingu, na release tongues. Unajua kuna ndimi shetani hazisikii. Kuna ndimi zinamgusa Mungu na wewe, hazigusi watu. Msinitishi. Yaani sijali, siwajali. Sijipendekezi hapa. Kama padri wako aneni kwa lugha nisamee. Nikitamka hivyo naachia fire. Kuna malaika na wa release wanaenda kwenye makusudi yangu. Wanasikiaga lugha hiyo, hawasikii Kiswahili. Hiyo Holy Ghost incantation ambazo wachawi wakikaa kwenye shrine zao wakiamua kufanya incantation, kusema tunamuita Molele, tunamtupia roho ya utasa. Mfano sasa nisamee, wanatamka ile mandimia, unasikia utasa unaingia kwa mtu. Sasa sisi tunaingia katika ulimwengu wa roho, tunatamka resekete masakata kotorobose resekete rebosika yakaseke masiko rokosika pasekete rese payana rabosika yekerobosaka. Vitu vinazaliwa, power inazaliwa, uwezo unazaliwa. Roho Mtakatifu anaingia kazini kutengeneza, maana yeye ndio mtengenezaji wa malighafi. Hii ndimi ni malighafi ya Roho Mtakatifu. Hii lugha Mungu anaielewa. Mbingu sasa hapana, kuna mtu anaongea na sisi kilugha chetu. Acha nyinyi mnaongea, unaomba tu Kiswahili na Baba nisaidie, mimi ni mwanao nimepotea, narudi tena. Watu wa hivyo waishiki makusudi. Kila siku wamepotea wanarudi tena. Hawaishi makusudi.
Baba, mimi ni mwanao, najua nakupenda. Wewe ni baba yangu. Wewe nakupenda. Sikiliza, hiyo vocabulary haitoshi kumconvince Mungu. Ndio maana akatupa vocabulary nyingine. Holy Ghost incantation. Masakate. Riko soko torobosa. Raseketena. Niko sikaya. Pasikata. Roko sikayanda. Raseketa. Sio mshamba, unaona mshamba? Mimi sio mshamba wala sio maskini. Wala sikai nyumba kupanga. Na mwanaume mwenye gari. Na watoto wazuri. Wasi nishangae. Unajua kuna watu wanaona kiti walokole kama ni washamba Kama tukiomba hivi kwa lugha tuna shida, tuna njaa Nikitaka kula sausage nakula. Nikitaka kula chochote nakula. Niko kwangu, natoka getini kwangu. Nimebarikiwa. Na degree zangu ngapi? Alafu na Yesu wapi? Alafu na pesa wapi? Alafu na akili wapi? Hata cheti changu cha fufuki na 1 ya 8, ya 9. Sio mjinga, sijarukwa na akili. Naongea lugha zinazoweza kuzaa vitu ambavyo ulimwengu wa damu na nyama hauwezi kuzalisha. Hizo lugha ndio zilisema iwepo nuru ikawe nuru. Hizo lugha zikasema iwepo anga. Rasa kata, rindo robo sekete, yasa kate, marabosa, pasa kata, yarabose, reseke, rana rabosa, rasa kata, marabose, rokosa, reseke, rindo robosika, anda rabosa, rasekete, rasakata, yarabosa, pasata, rese, marabose, rikoso, yarabosikaya. I enter to the heaven of heaven. I speak power. I speak power. Resekete, marabose, kotorobo. I know who I am. I know who I am. I know what I carry. I know what I carry. Tanzania is waiting for me. China is waiting for me. America is waiting for me. Europe is waiting for me. I'm fearfully and wonderfully mighty. I carry the power. I carry the fire. I carry the grace. I carry the anointing. Rabosika, resekete, randa rabosa, paya rabose, riko sokoto, randa raboseke, resekete, randa rasa, randa rasa, rondo rabosika yana, masakata, rindo rabose, riko sokoto, rasekete. Nikiwa nena kwa lugha, nasikia kuna mbegu zinaachiwa ndani ya matumbo ya watu. Kuna mbegu za makusudi zinaachiwa. Nilikuwa nasikia kuna mbegu. Rasakata. Usipige mziki kwa nguvu sana. Rindorobosika. Rasaka yandarabose. Peke sikaya. Reseketeke. Gusa tu tumbo lako hivi. Gusa tu tumbo lako hivi. Kuna kitu kinaachiwa. Kuna kitu kinaachiwa. Kuna ujauzito. Kuna ujauzito. Lazima uingie. Rasakata rabose. Rondorobosika. Riko sokotoro. Naingia mbinguni. Naingia mbinguni. Na kamata kusudi la huyu kijana. Naliingiza katika tumbo lake la uzazi la kiroho. Naliingiza katika tumbo lake la uzazi la kiroho. Rasa katakata. Rondo robosika. Resekete rebose. Paraboseke. 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 Mungu anainua watu. Mungu anainua taifa. Mungu anainua kizazi. Mungu anainua watu watakaotembea katika moto. Moto usiozimika. Moto usiozimika. Sio kwa pesa zako, sio kwa nguvu zako, sio kwa uwezo wako, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wako maprofesa wanainuka hapa. Wako wafanyabiashara wakubwa wanainuka hapa. Wako wagunduzi, mtagundua vitu ambavyo havijagunduliwa. Rasa katerebose. Watumishi, makanisa makubwa yatakayotikisa Tanzania, Afrika. Vitabu vinaandikwa. Vitabu vinaandikwa hapa. Watu wanaandika vitabu. Watu wanaandika vitabu. Vitasomwa. Vitasomwa. Watu wanaimba nyimbo ambazo hazijawahi kuimbwa. Ambazo hazijawahi kuimbwa. Za makusudi. Za makusudi. Za makusudi. Resekete. 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 Nakataa kufia Tanzania. Nakataa kufia Machame. Nakataa kufia Machame. Hata kama nimezaliwa Machame, nasema nina makusudi ya dunia. Tanzania funguka. Kenya funguka. Uganda funguka. Nigeria I'm coming.
I am coming to do business. I am coming to preach the gospel. Dunia, sikia. Lazima usikie sauti yangu. Lazima usikie sauti yangu. Lazima usikie sauti yangu. My voice shall be heard. Risakata rabose. Rondo rabosa yana rabosika. Rindo rabosa yana rabosaka yana. Rondo rabosi yana rabosika tarabosi. Pana rabosa kata. Yereboseke. 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 Resekete. Yesekete. Yesekete. Masakata. Resekete. Za hiyo kazi. Za hiyo ndoa. Za watoto. Za hiyo vitabu. Za hiyo huduma. Sukuma. Hauwezi kuzuiliwa. Hauwezi kuzuiliwa. Wewe ni wa juu. Wewe ni wa juu. Na uona uwepo wa Bwana. Kuna watu bado hawaelewi, lakini nasema na mnaoelewa. Kuna watu bado hawaelewi. Mimi niko na wanaoelewa. Hata kama ni wawili Mungu anawatafuta. Inawezekana ni mtu mmoja Mungu anamtafuta. Inawezekana ni mtu mmoja leo Mungu anataka ampake mafuta. Mafuta ya kinabii, mafuta ya kitume, mafuta ya maombi, mafuta ya utajiri, mafuta ya kusababisha historia zibadilike. Farabosika yaka. Reseketerebose. 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 Rasakata. Renderebosa. Reseketerebo. Resekete. Nyota yangu sikia. Nyota yangu sikia. Hawezi kuzimishwa. Hawezi kuzimishwa. Hawezi kuzimishwa. Hawezi kuzimishwa. Hawezi kuzimishwa. Hawezi kuzimishwa. Oh baba. Reseketerebose. Reseketerebose. Kuna watoto wanazaliwa. Kuna huduma zinazaliwa. Kuna maisha yanazaliwa. Kuna future. Rasakata rabose. Rindo robosika. Rasakata. Resekete. Familia niachie. Roza kwetu niachie. Roza mababu niachie. Roza mizimu niachie. Roza familia niachie. Roza mababu niachie. Roza mabibi niachie. Mimi ni mtafute